Napenda kula tu kazi ya we mwendazimwe. Wenyang'au. Mili. Hai, nini? Mama, tumbo linaniuma. Tumbo linauma? Ndio. Sasa, uumwe na tumbo. Uumwe na miguu. Sawa? Nataka vyombo ving'ae hivi. Unanielewa? Mama, naomba dawa. Mimi naomba dawa. Kama unataka dawa, nenda huko nyuma kaburini kwa mamako. Unanielewa? Ndio umwambie akupe dawa. Sawa? Mimi sina dawa kukupa wewe. Yaani nakupa robo saa. Vyombo vyote vimetakata. Na masufuria yote usugue meupe kama imetoka dukani. Unanielewa wewe? Sawa mama. Haraka. Eti mama. Eti tumbo linamuuma. Yaani mimi naumwe na tumbo, sio aumwe na nini, mimi nataka vyombo ving'ae. Koko ushamwaribia. Sina tamaa, unakuwa na tamaa. Wewe unanisikia wewe? Nimesema vyombo ving'ae hivyo. Vyombo ving'ae haraka. Nikija vyombo vijang'aa hivyo utanitambua. Na kukata shingo yako hiyo. Umenielewa wewe? Haraka. Twende dona. Tumbo langu. Lazima nimempa kazi hajazifanya, si ndio? We Mili! Mili! Ati! Abe mama. Emtu hapa. Naomba mpeleke mizigo ndani, sawa? Haya haraka. Haya, wewe ni nje. Tengeneza dawa ili nipe mama. Kwa hiyo wewe umekuwa dokta siku hizi, si ndio? Umekuwa dokta wewe na kuuliza. Si nimekupa kazi nyingi, kwa nini mjazifanya? Haya, hajanyuka hapo haraka kufanya. Si nimekupa kazi ya kuosha vyombo wewe? Mama, nitafanya hizo kazi. Na mama hawezi kufanya kazi yote. Nitamsaidia mama. Haya, naomba haraka sana umpe hiyo dawa. Tena nataka nione ukimpa hapa. Fanya haraka.
Wewe si daktari wewe? Nataka nihakikishe umempa hiyo dawa hapa nikikuona. Kujifanya daktari wakati wakubwa tupo unatudharau. Haraka. Kunywa hiyo dawa upone. Sasa nataka saa tu kazi zote umemaliza. Usijui na nea. Haraka hapo pote. Umefanya nini mwenzio sasa? Eh? Nifanya daktari. Sasa nifanya daktari na kuuliza, "Haya umefanya nini mwenzio sasa?" Ndio ushamuua mdogo wako. Hata sielewi. Nimechanganyikiwa kabisa. Kwani mama amekufa kweli? Ndio amekufa. Kwani mimi simnimuona hajafa hivi? Kwani kafanyaje mpaka kafa? Maana mimi tunatoka sokoni. Nimemkuta anampa dawa. Si ndio? Kampa dawa na baada ya kumpa dawa ndo kafa sasa. Sasa hii kesi si inatuhusu. Au kampa sumu? Sasa kumbe nini? Kwa sababu kama angekuwa hajampa sumu angekufa. Itakuwa ni sumu. Hapa cha msingi. Tuende kwa mwenyekiti tukaripoti. Kwa sababu sasa babake hayupo, mimi nitafanyaje? Nakuja kusaidiana wewe. Mimi niko kwa mwenyekiti nikamripoti. Odi. Mwenyekiti. Karibu. Oi. Mwenyekiti. Karibu. Vipi tena mbona kilio? Tatizo. Una tatizo gani tena? Mwenyekiti nimemkuta. Mume wangu ni mimi. Mume wangu. Kuna mgeni. Kuna shida gani tena? Mwenyekiti mwanangu. Mwanangu fanyaje? Mwenyekiti jamani mimi sijui nitafanyaje. Vipi tena mama? Habari mwenyekiti. Nzuri tu. Wema huko? Hamna wema mwenyekiti. Mwanangu. Mwanao amefanya nini? Mwanangu yule wa mwisho Miri. Nilikuwa nimeenda sokoni. Nimemwacha na dadaki pale nyumbani nimeenda kuwatafutia mahitaji ya chakula. Alikuwa tu anaumwa na tumbo. Na Haruni namkuta dadaki anampa dawa ya tumbo. Sasa nashangaa mtoto amejinyoosha. Amejinyoosha amefanyaje? Amekufa. Amekufa? Alikuwa anaumwa kwa muda mrefu ama? Hapana mwenyekiti, ameumwa tu muda mfupi, mimi nikajua tu tumbo la kawaida. Sasa ngoja mimi niwapitie wajumbe, sawa? Alafu nyie tangulie na mwenzako ndo akuta. Sawa? Mwenyekiti fanya Mipango ya Mungu. Karibuni sana. Karibuni. Kiti karibu kiti hapa. Karibu kiti. Karibu sana. Kumbe vijana mtampoteza ndugu yake
Mungu bwana ni haya hapa mpoteza ndugu yake kwenye msiba hapa. Najaribu kuomboleza na ndugu yetu jinsi kama tunamtenga. Bwana hivi ilikuwaje ndugu yako kapatia mazingira kama haya na watu wengine ambao wajui kitu gani kinamkuta? Hivi unaweza kutuelezea? Alikuwa anaumwa tumbo. Baada kumtabaa. Asante mama. Shikamoo. Asante. Atakupasuka, atakucheza. Ndio hivi. Kwa nini umeniacha? Nimechoka kuteseka. Kwa nini umeniacha? Mengi nimeakabili, roho nzito misiko ya jani, nikilia mimi mamangu wa dhati, jua bado mimi nangaika. Nisamehe dadako. Usijua langu sapuko wa mdogo wangu. Nilikuwa kukuonyesha mdogo wangu. Lakini nimekuonyesha mdogo wangu. Nisamehe sana mdogo wangu. Najua mdogo wangu ananipenda sana mimi dadako. Umeniacha nahangaika. Sina kunifariji tena mimi mdogo wangu. Hadi uliniacha. Nilitamani sana ukae pamoja na mama mdogo wangu. Kutenga kama polisi baba. Namulisamehe sana aku kufanyia vindogo. Nilipenda sana kukaa pamoja na mama. Lakini ndio hivyo, pia kutenga kama polisi. Hivi wewe wewe nakuuliza wewe. Unasujiliza kitu gani? Nakuuliza unalia nini? Wewe unalia nini? Mdogo wako simemua mwenyewe. Nakuuliza wewe. Kwanza usiniletee nuksi ndani kwangu, sawa? Msiba ushakwisha. Unaelewa? Alafu niwaulize. Mmembovu kujibunya ndio uwanja wa makaburi hapa. Mmembovu na eneo la makaburi.
Yaani kuna siku nitavurugwa, nitaenda kufukua ile kaburi la mamako, nije nitupe mifupa huko porini. Unaelewa? Alafu vyombo vya msiba hujaosha. Unasikia tu kazi kulia tu. Sio unaimlilia hapa ndani. Haya, haraka. Haraka kuosha vyombo. Tembea. Moja kuosha vyombo ameisha. Nenda bwawani kuchota maji. Sasa unasubiri nini hapa? Wewe unaniambia mimi maji yameisha, mimi bwawa. Na kuuliza mimi bwawa. Haraka uende mtoto. Mama, kuna jambo nataka nikwambie. Kama itakuhusu, naomba nisamehe. Najua ndo mamangu aliyebaki hapa duniani. Hivyo baba ndo alivyoniambia nikiwa na shida. Na kuambia mama yangu. Jamani mama yangu. Kama nitakala niambia hapa itakuhusu. Nisamehe. Naomba nijaze kwa kidogo mama yangu niingize tumboni. Nisikia kwanza asubuhi sijaingiza kitu kila mdomoni mama. Baadaye nikila nakula mama yangu. Nisikilize Kenge. Mimi sio mfanyakazi wako. Na hichi chakula ni kwa niaba ya watoto wangu. Na sio wewe chokora. Nilisha kuambia hivi, usirudie kuja kuniomba mimi chakula. Mimi sio mama yako. Hivyo unataka niongee kwa lugha gani wewe unanielewa? Nilisha kuambia unaenda kule kaburini kumwambia mama yako unataka chakula. Na sio mimi. Alafu nishakwambia hivi, vile vyombo vya msiba vya huyo chokora mwenzio vinaletea harufu mbaya ndani kwangu. Sasa kitendo cha kufumba na kufumbua, huo umeshafika bwana na kuja kuosha vyombo. Sijui unanielewa? Potea hapo, sitaki kuona. Iti naomba chakula. Jitahidi mwanangu. Unajua bado nakutegemea mwanangu. Eti mama. Mwanangu. Rais wa kwanza eti nani? Rais wa kwanza mwanangu anaitwa Nyerere. Sasa mimi bwana hapa nimeandika Nyerere afu unaongozesha. Tunategemea na jinsi ulivyoandika. Anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Nisikia mwanangu, hiyo ndio jina la baba wa taifa, rais wa kwanza kabisa wa Tanzania. Itakuwa mimi ndo nimekosea. Natakiwa uanze Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapo utakuwa nipatishe hivi nipate 80, nipate 70. Jitahidi sana mwanangu. Kazana hivyo hivyo. Jitahidi. Mmeona? Sikia baba. Baba. Karibu mume wangu. Toka.
Sufuria twalila nguo za shule zimechafuka leo Jumatano. Binti yangu ndo huyo. Hata kufua hawezi. Mtihani hapa tena. Mtihani hiyo. Hajitahidi kweli mwanao. Naona. Baba, na mimi basi nitaenda shule. Mimi. Hapa shule nataka mwakani. Nitaanza shule. Nijaba yenyewe nisome hapo la munya kwa libata. Ndio mwambie mwakani ndio ataanza kusoma. Naona mwanangu umefanya vizuri. Amachi. Ama swala kufua jukumu langu mimi. Mshajua hali yako sio mzuri afu naendelea kufua. Ondoka. Asante mama. Asante mwanangu. Mimi siku zote nakwambia mchango. Hii masuala ya kufua nguo ni jukumu la kwangu mimi, sio jukumu la kwako wewe. Mbona kunielewa hutaki? Acha. Hebu kamchukulie mama yako maji aje kusukutua. Sawa. Baba anazidiwa na kazi mume wangu, lakini nikusaidie. Hakuna. Niache. Pole mama. Asante mwanangu. Nitapona mimi. Nisikie mimi. Nitapona. Hivi hujafika tu? Unataka nikuvunje ya miguu eh? Kalali malipe mama, kalali malipe mama, kalali Wewe. Subiri babu kwa. Tunakuombea mama. Hivi achi. Umekaa tu. Huoni. Wewe kipofu huoni? Huoni kama kuni zimeisha? Au unajifanya huelewi kama msiba wewe kinyago mwenzio umenimalizia kuni? Lakini mama, sikujua kama kuni zimekwisha. Au unasubiri wao wasome utoke shuleni uje uende nao kuni? Mama, sijamaanisha hivyo kuwa wewe na mimi ndio kakate kuni. Kwa taarifa yako, wale ni wasomi, hawawezi enda kuni hata siku hii moja, na wala si uenda kuni kama wewe. Haya, haraka ukaniletee kuni mimi. Potea! Mama, naomba nipatie chakula nile ili nikalete kuni mamangu. Kule kwenye kuni ni mbali, nitaanguka na kuni kwa sababu ya njaa. Naomba nipatie chakula mama. Yale mapenzi. Nilishakuambia marufuku kuniambia mimi habari za chakula. Wewe chakula chako ni ule udongo anaokula mama yako pale. Yale mapenzi. Tena ukome kurudia kuniambia mimi habari za chakula. Kumbuka mimi ni kama mwanao. Tunalia sana. Hata mimi sikupenda mamangu afariki. Ninapenda kuishi kama wenzangu, kama Winnie na Mia wanavyoishi. Lakini ndio hivyo, mamangu ameondoka, nikaamua kumchukua. Kwa hiyo unaniambia mimi Mungu nikuletea watu wako na wataka wewe? Mimi Mungu nikurudishie mama yako? Alafu sikiza nikwambie, hizo habari zako za mama yangu shazichoka, unaelewa eh? Mimi ndo nilikulia mamako. Kwanza mdogo wako umemua mwenyewe. Hizo lawama nampa nani? Kwani umeniacha
napoteseka, napohangaika. Kwa nini mamangu? Kila siku mimi sili mamangu. Hiyo basi ujanichukua mamangu. Wewe unateseka wewe. Wewe unateseka na kuuliza. Unataka mamako aje kuchukua, si ndio? Sasa subiri mimi nikupe tiketi. Na kuuliza wewe unamshikia mamako na nyanyasika. Sasa nataka ufe ili umfuate wewe mamako. Ukamsalimia kwa haira. Sasa nisubiri hapo. Nimesema hivi nisubiri hapo hapo. Yaani kitendo cha kutema mate yakikauka hujarudi nakupa tiketi kwenda kwa mama yako. Umenielewa mbwa koko wewe? Haya haraka kuniletea kuni mimi. Odi shemu. Karibu. Nani tena leo kwangu? Shemeji. Shemeji. Vipi? Safi shemeji. Hali yako? Asante shemeji yangu. Karibu sana. Asante zapa. Mbona mapema hivyo? Marahaba jambo. Jambo. Umekuwa mtoto wangu zapa. Mbili tu wiki mbili hata sijaisha wiki moja na nusu. Au kazi imewashinda huko? Hamna, kazi inaendelea ila afya yangu sio nzuri. Na hisi labda hali ya hewa kule. Itakuwa. Haya wewe. Amekwambia na shida ya kiti huyu? Kakwambia nataka kukaa? Haya, rudisha kiti ndani haraka. Shemeji. Unakuwa mkali wa mtoto. Amna shemeji. Ujumia hadi paka naona aibu mwenzio. Maana sijui hata tunakula nini hapa. Bado hata kupika. Usijali shemeji yangu. Kweli? Kweli shemeji yangu. Basi karibu. Asante. Yaani kama umekuja najua hata mzee Mikidadi kwa aliko atakuwa ananikumbuka. Ongo. Kila saa tutapokaa. Familia yako. Ila kuna kwa ujumbe hapa alinipa. Niwaletee shemeji yangu. Kweli inaonekana mambo si mabaya huko
Hamna shemeji, watu tu kukomaa nini? Kuendeleza familia. Basi mna shida, mimi barua nimeielewa. Basi ukikaribia kurudi huko uje tu uchukue jibu. Shemeji lazima nje. Lazima nje shemeji yangu. Basi mimi nashukuru sana. Shemeji tete. Shemeji. Basi bye. Mimi kwa nini? Sikuti kinaelezea kitu gani? Ila mna nini? Na wasome kama wote humu ndani. Kuna Wini, kuna Miayo. Watanielekeza tu. Miayo. Ndio umenikasirikia mwanangu. Eti mimi. Umenifukuza. Basi mimi mwanangu wewe kipenzi changu. Hebu njoo kwanza mwanangu. Njoo baba. Sawa mwanangu. Nisamee basi kama nikasirika Sasa unampa mgeni kiti. Na wewe mwenyewe unajua paka huyo mfanyakazi atoke kwenye kuni ndo aje apike. Sasa mimi ningempa nini mgeni unakaza na kumpa kiti? Kesha anakaa. Yaani mwingine amekuja kwako hata chai. Afu baba, wewe huko mtaani unasema baya kwa sababu kule kwako hutaki waje wageni na maana nakataa. Mimi ndio maana nakukatazeni kucheza na mitoto ya huko mtaani. Wewe maneno umeyapata wapi? Ndio maana sitaki kabisa waje wafike pale. Alafu usisikilize maneno ya huko mtaani. Sawa mwanangu? Hebu njoo kwanza kipenzi changu. Penda wewe mwanangu Sasa mimi usinikasirikie sawa? Sawa kusogezea mbele huku usoni unaiona kabisa barua. Kwani huwezi kujiongoza ukasoma? Kwani wewe umeniambia? Au hujui kusoma na wewe? Mimi najua, lakini hoja niambia. Basi nisomee barua hii kaleta babako. Kaleta baba? Ndio. Si yule mwingine alikuja hapa ulikuwa unataka kumpa kiti ndo kaleta barua. Soma tena nisome vizuri kwa sauti na mimi nisikie. Sasa hivyo ndo nini hivyo? Mimi nitaelewa nini hapo unapofanya hivyo? Sasa mbona unasoma? Wewe ndio unasomaga hivyo? Ndio shule yenyewe tunafundishwa. Hebu usinitibue mimi huko. Na ngoja wini wangu atakuja kunisomea. Kumbe mwenyewe naye hujui hata kusoma. Wewe mwenyewe ndio hivyo kama mia savani mimi. Wewe mwenyewe andazi. Msomi huyo.
Unakuja msomi wangu wewe. Wewe umechelewa leo. Kwa nini? Mtihani? Ndio. Kwa unaona umechelewa. Kwa mtihani tuko wa kwanza, si ndio? Kama sitokuwa wa kwanza. Wacha wewe. Ndio maana nakupenda binti yangu. Sasa barua hii kaleta babako. Katuma mzee Mikidadi, kuna mgeni alikuja hapa kaleta barua. Sasa nataka unisomee kwa sauti na mimi nisikie. Ashika. Alafu anaweza Mungu kusoma kujua la nini? Muangalie sura yake. Na ukielewa hapo unaweza kusoma barua. Some binti yangu. Ngoja. Sasa mimi nitaelewa hivyo. Wewe mwenyewe kwenye mtihani utashinda kuwa mtu wa kwanza. Kwa kusoma huko ndio utakuwa mtu wa kwanza kwenye mtihani wewe. Wewe utakuwa mtu wa kwanza kwenye mtihani kwa staili kama hii. Ndio. Sasa hapo unasoma nini hapo? Mimi nitaelewaje hapo? Ndio, kwani shule ndio tunafundishwa hivi. Hebu kwenda kule. Kumbe mimi ninawapa hela zangu asubuhi. Wanangu chukua hela mkae shule. Kumbe mnakaza kwenda kula tu huko shuleni. Kwa nini ukipoa utakula? Ukibaki na njaa ukifa utafanyaje? Bora mkikaa tu nyumbani kumbe. Au kampa tualeta kusoma. Wewe kelele hapo. Mama, kwa nini unavyotubeia barua wewe huwezi kusoma? Alafu nyie mchunge midomo yenu. Nani kaambia mimi sikusoma? Sasa unatugasie. Soma. Kwa nini si wasomi nyinyi? Mnataka shule kufanya nini nyinyi? Sasa unatugaa tu. Kelele. Mimi sipia tata nisomea. Mtokeni kule mkalishe nafsi. Kwa hiyo hujui hata kidoncho. Nini? Hata kidoncho hajasoma. Kelele hapa. Waone kwanza. Sasa wewe nimsikie mtu anasema uko nje kwa watu, maana hajui kusoma. Mtaona mtakachofanya. Na kata masikio yenu haya. Wajinga wakubwa hivi. Hajui kusoma kwa zima.